Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Simeelewa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama asante ndugu yangu, kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyike na hivi, basi kabisa mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo bana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa mimi nataka nitaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, ni makubaliano yameingia. Kwa kama unahisi lebo kutendea yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana bana watu tunataka tukubaliane hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Kwa mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki na hiki. Na wewe ambaye ushana mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki ukitaka kutoka. Bwana tulikubaliana mimi nimeshapata mafanikio, nikitaka kutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Akumbuka anaolalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majaya, kwa sababu sitolevo. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali, na hii niwapongeze sana kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kama na nyinyi mnaangalia kwa utokaji wa huyu hapana, mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii unataka kutoka kwa utoke hapana. Sababu ukienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana, ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua msanii unajua kitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Sisi tusharudisha watu mara kibao pale. Shakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaleta familia yako, hata mzazi wako. Si pala sisi mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na bibi mkuu wake kwa pembeni. Fulani bi fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeridhika. Na mwanasheria wao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hivyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na zile kama lebo kimsingi na ukweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya, akumsania kitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi ya mwana msanii tatizo hapa. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii ataka kulipa lebo, then kila mtu mashakisha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo tunapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje.
Unajua hivyo kama atakuwa nje onekana, unajua hivyo kibinadamu na unajua kibinadamu kama mtu atakuonekana yeye upande wake ndio kaona kama mtu na mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Kwa watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bwana tumekubaliana katika hili. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki mkataba ile investment yako ukiiweka unatakiwa kwanza urudishe investment yako, halafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Labda nikuwekee watu wasichokijua mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, let's say imeingia milioni na inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwa kama nikubaliana 50 chukua 50 yake. Halafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio unaelewa kwa nini? Ndio kunaelekea huko. Hata hiyo unasemea kwamba watakiwa wakati investment hiyo afanywa walomba leo kwa Marekani. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu, mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani hivi. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa ikiingiwe. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona ungepole pole? Sijui umeelewa vizuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO, ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata % 5 au % 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Harudishi yote hapa. Sasa inakuwa alafu mtu anatoka hapo anakulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamgoogle mtamtafuta. Simtaji jina. Alienda kwenye lebo za nchi. Akajua tutafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo ingine katumia. Baada ya kutoa kila jimbo watu wanachukua hela zao tu. 18 kwa chukua. 18. Anachukua 18. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bora niache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe. Sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele. Hatutaki kumnyonya mtu wala labda niongeze. Matafati yani. Nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki anazungumza. As Wasafi, as kama mimi Diamond, sitegemea la msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaiweka kwao. Wanajua mapenzi naweka kwao. Wanajua love naweka kwao. Wanajua energy, fedha nazoweka kwao. Tumi tu naona kama ni ukijana katoka hapa, shanimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, kuna mtu nimemtoza hela, ujue huyo kanivunjia adabu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu na nimefanya hivi. Nimekukosea wapi? Basi pata contact. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, na mtu ambao kwa sababu mimi mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa.
katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 ila wanaelewa wao. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Na mtu akinikosea naumia na kweli. Au basi sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso, mimi sitaki nipata shilingi 10 mdogo wangu. Mbosso tumeishi vizuri sana. Sana, ana discipline na adabu, nampenda, ananipenda, tumeheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua bwana. Unajua Mbosso anapata shilingi ngapi sasa? Milioni 50 hiyo moja. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pesa na mali langu pale milioni 30. Na kiasi kusomana na show. Kuna mali zile 30 zangu zilikuwa nazisonga. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete roho mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwa mimi sasa basi mimi nakuuliza, nakwambia sasa yeye alikuja uko tayari Mbosso kunipa fedha. Kama mdogo sasa nataka nifanye kama mdogo wangu. Mimi sitaki shilingi kutoka kwako bana. Mimi na tumeishi vizuri, mambo yamezidi pamoja. Lava hakunifuata kuniomba mimi hata kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava. Kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpe release. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda sana. Na watu wengi wataneza mtazamo kwamba lebo ya Wasafi push si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampush kadri unavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa yeye hapa afu baadaye aende hivi. Hata ufanyeje? Hawezi kuwa mnachotaka nyinyi. Ni kijana talent Lava, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa niko naye nyumbani pia jana. Lava nilikuwa naye mara nyingi sana, watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia kama yuko ameisha kwa psychology anataka naye pia kujisimamia, aje ndugu wangu nitampa free release naye. Tumeshina vizuri. Haja kunivunja heshima Lava, haja kunikosea adabu. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Wakaja Lava, kazungumza naye kama ndugu wangu nakupenda, sitaki unipate shida. Kama uko tayari basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baba yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanya project zako. Sio unanielewa? Naomba nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeishi na Lava karibu miaka 8 sasa hivi. Sasa mtoza nini? Tuje kuvunja heshima, je kwa sana adabu, je kwa chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu watu. Alafu tu mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuleta jeuri. Ndio nakuga iko hivyo tu. Basi. Hivyo. Tunaomba tarehe 31, si ndio? Ndio. Warehouse pale. Tuje kuangalia. Chagueni miti yangu Inter Milan kabisa tusumbuane. Wale wa Arsenal sijui nani 80 maana na nyinyi PSG mtajua. Arsenal tushatolewa. Na swali kwa SSD.